kuhusu hili ambalo limezungumzwa na ndugu yangu Vedasto kwamba vita vya Majimaji vilianzia Rufiji katika kata ya Mbwala, kata ambayo inapakana na vijiji vya Kilwa, na eneo hili la Nandete ambao wamelisema ni vijiji vilivyopo Rufiji, Nandete pamoja na Tawi. Lakini pia ikumbukwe hata huyo mpiganaji Kinjekitile Ngwale alinyongwa katika mti ulioko pale Muholo ambao umeng'oka hivi karibuni tu. Kwa hiyo vita hii ilianzia Rufiji, haikuanzia Kilwa. Naomba niweke kumbukumbu sawa. Mheshimiwa Spika. Taarifa mwenyekiti. Taarifa Spika. Mheshimiwa Spika. Taarifa. Kuna mwangu inanipa tabu kujua taarifa hiyo inatoka wapi. Nani? Kuchauka. Mheshimiwa Kuchauka, mbunge Liwale. Mheshimiwa Spika, nataka nipe taarifa mzungumzaji anayezungumzia kuhusu vita Majimaji. Muasisi wa vita Majimaji ni Kinjekitile Ngwale Mngindo. Na wakati ile vita inaanza, Kinjekitile Ngwale alikuwa Iringa anaendelea kukusanya majeshi. Huku nyuma wanakijiji wa kijiji cha Nandete walikwenda badala kupalilia mashamba la pamba, walifyeka pamba zote. Ndipo Wajerumani wakaja na nguvu wakaanzisha ile vita wakati Kinjekitile Ngwale bado yuko Iringa. Kwa hiyo nimpa taarifa kwamba ile vita Majimaji ilianza Kilwa na chanzo chake ni wakulima walipokwenda kufyeka pamba badala kupalilia. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mchengerwa, taarifa hii siipokei kwa sababu vita ya Majimaji ilikwisha anza mapema na Kinjekitile alitafutwa kwa kuwa alikuwa mganga tu wa kienyeji, lakini yeye hakuwa muasisi. Mheshimiwa Mchengerwa, kuna taarifa. Endelea Mheshimiwa Mwagama. Asante Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Spika, naomba nimpe taarifa babu yangu Mheshimiwa Mchengerwa kwamba Kinjekitile Ngwale alikuwa mganga wa kienyeji aliyewadanganya wapiganaji wa vita kwamba maji yanaweza kupunguza makali ya risasi, na ndiye aliyesababisha tushindwe ile vita. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mchengerwa. Taarifa hii naipokea Mheshimiwa Spika, imekaa vizuri. Mheshimiwa Spika, pamoja na hotuba nzuri iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu iliyosheheni matumaini na ujenzi wa Tanzania mpya, na ina imani kubwa sana Mheshimiwa Spika kwamba vipaumbele vya taifa letu sasa vimeimarisha hali ya ujenzi si wa taifa peke yake bali ya ujenzi ya wazalendo wapya. Mheshimiwa Spika, vipaumbele hivi ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amevitoa visingelifanikiwa kama taifa hili lisingelikuwa na jemedari rais wetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli, ambaye yeye kwa uchapakazi wake, uhodari wake amechangia kwa kiasi kikubwa sana taifa letu sasa pengine kesho kutwa linaweza kuwa ni taifa ambalo linajitegemea lenyewe. Mheshimiwa Spika, hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu imejikita katika mambo mengi, hususan katika kilimo, afya, miundombinu, maji, umeme, mafuriko pamoja na eneo hili la corona na mambo mengine mengi. Mheshimiwa Spika, tuwaombe tu Watanzania kuhusu eneo hili la corona kwamba ni vyema Watanzania wakafata ushauri unaotolewa na Wizara ya Afya, lakini pia ushauri unaotolewa na kamati zilizoundwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kamati za maafa za mikoa pamoja na zile za wilaya. Kwa hiyo Watanzania waache viburi, Watanzania waache ujuaji. Namna pekee ya kuwaokoa Watanzania ni kufata maelekezo yanayotolewa na Mheshimiwa Waziri wa Afya. Hakuna namna nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, pamoja na hotuba imekuwa nzuri sana, kama ambavyo nimesema, Mheshimiwa Waziri Mkuu amegusia eneo hili la mafuriko. Mheshimiwa Spika, ikumbukwe tu kwamba Rufiji hatuna mvua hata moja inayonyesha. Mvua zinanyesha nyanda za juu kusini. Lakini pia ikumbukwe tu kwamba Rufiji, eneo kubwa la Rufiji liko kwenye bonde, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo maji yote ya mvua na maji ya kwenye mabwawa mbalimbali hapa nchini yanakuja Rufiji, na hii imepelekea robo tatu ya Rufiji yote sasa iko kwenye maji. Mheshimiwa Spika, mafuriko haya hayakuanza juzi, japokuwa nitambue mchango mkubwa wa ofisi ya Waziri Mkuu, lakini Mheshimiwa Spika, lazima tukiri kwamba wataalamu wetu walichelewa kutufikia Rufiji, na hiki kwa kweli ni kilio cha wananchi wetu wa jimbo la Rufiji. Na tatizo ambalo naliona Mheshimiwa Spika si lingine isipokuwa sababu kubwa ni fungu 37. Hatukutenga fedha kwenye hichi kitengo cha maafa, hakuna fedha, na badala yake tunategemea zile ofisi za maafa za mikoa na wilaya.
niombe pengine bunge, kwa kuwa sasa eneo hili mbunge wa jimbo ndo anawajibika kuwahudumia wananchi. Na ikumbukwe Mheshimiwa Spika, nchi hii ni ya wananchi na mfariji namba moja kwa wananchi ni serikali. Mheshimiwa Spika, hii ni kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba ambayo inasema nchi ni ya wananchi. Mheshimiwa Spika, tuwaombe wizara kuangalia uwezekano sasa wa kutenga fungu kwenye hili fungu la maafa, ili wataalamu wetu pale ambapo wanasikia taarifa za maafa iwe rahisi wao kutufikia. Japokuwa Mheshimiwa Spika, zaidi ya familia 20,000 zimekosa makazi, zimekosa vyakula. Mheshimiwa Spika, ofisi ya waziri mkuu ilituletea baadhi ya vitu ambao kwa kweli ni vichache, hususan kwenye eneo hili ambalo lilikuwa eneo la maafa. Walituletea ndoo ambazo zilikuwa tupu. Mheshimiwa Spika, nadhani unaweza kuona wananchi wa Rufiji wanachohitaji ni faraja. Mheshimiwa Spika, hawahitaji ile huruma ambayo pengine wanapaswa wasifanye kazi. Hapana, wanachohitaji Mheshimiwa Spika ni faraja kidogo tu ambayo pengine ofisi ya waziri mkuu kwa kuwa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu inasema tunacho chakula cha kutosha kwa zaidi ya 110%. Hii haijapata kutokea Mheshimiwa Spika toka nchi yetu imepata uhuru. Vyakula vilivyopo leo hii ni zaidi ya 110%. Mimi ninaamini ofisi hii haishindwi kuja kutuletea hata kama vyakula vikikosekana, hata mbegu za msaada ili tuweze kupanda pale maji yanapokuwa yametulia. Mheshimiwa Spika, ikumbukwe kwamba mafuriko yameleta maafa makubwa Mheshimiwa Spika katika kila sekta. Kwa mfano, vipo vituo vya afya ambavyo vimezingirwa na maji na vingine havifai kabisa. Eneo la maporomoko ya mto yamekikumba kituo cha afya cha Muhoro. Tayari ofisi yetu ya wilaya, ofisi ya mkoa tumekwisha andika barua TAMISEMI kuweza kuomba fedha za dharura ili wananchi wetu waweze kujengewa kituo cha dharura, kwa sababu eneo hili Mheshimiwa Spika la Muhoro lina wakazi zaidi ya 25,000. Kwa hiyo niombe ofisi ya Rais TAMISEMI watakapokuja kufunga hapa watuambie iwapo kama kuna fedha hizi za dharura ambazo tunatambua kwamba zipo, waangalie uwezekano wa kuwasaidia wananchi hawa, kwa kuwa leo hii Mheshimiwa Spika, wananchi wa Muhoro wanakosa matibabu, japokuwa tunatambua kwamba maji yameanza kuondoka taratibu. Japokuwa yapo mabwawa mengine ambayo yamefunguliwa hivi karibuni, maji haya yanaweza kuchukua muda mrefu kwa kuwa mafuriko ndo kwanza yataanza mwezi huu, mwezi wa 4 kule kwetu Rufiji. Kwa hiyo tuwaombe ofisi ya Rais TAMISEMI kwa fedha za dharura kuweza kuona uwezekano wa kuangalia wananchi wetu wa kata ya Muhoro kwa kutoa fedha hizo ili tuweze kujenga kituo kuwahudumia wananchi zaidi ya 25,000 ambao kwa leo hawapati huduma za afya. Mheshimiwa Spika, mafuriko yameathiri ikiwa ni pamoja na mradi wetu wa kuzalisha umeme, mradi ule wa Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Spika, tunapata kigugumizi wakati mwingine pale ambapo tunamtafuta waziri wa ujenzi kumweleza maafa ya mafuriko kwenye mradi huu. Waziri wa ujenzi hajawahi kufika Rufiji kupitia barabara ambayo mradi huu unaelekea. Barabara kubwa inayotumika Mheshimiwa Spika ni barabara ya Kibiti kuelekea Mloka, lakini waziri wa ujenzi hajawahi kufika Rufiji kupitia barabara hii. Pengine anasubiri Mheshimiwa Rais akiwa anakwenda yeye ndio haje Rufiji kupitia barabara hii. Na hata nilipozungumza naye alisema amewaagiza wataalamu wake kupeleka vifaa kupitia Morogoro. Mheshimiwa Spika, vifaa hivi vinatoka Mtwara, Dangote. Inawezekana vipi vitoke Dangote, vipite Pwani, vipite Dar es Salaam, viende kwenye mradi wa umeme? Mheshimiwa Spika, mradi huu wa umeme kama kweli taifa letu limedhamiria ukamilike wakati rais wetu Magufuli akiwa madarakani, basi ni vyema wataalamu hawa wakafika maeneo haya. Barabara hii Mheshimiwa Spika, ni barabara ipi unayoongelea Mheshimiwa? Kibiti Mloka. Mheshimiwa Spika, barabara ya Kibiti Mloka imeharibika na magari makubwa yameharibu barabara hii. Hata mafuriko ya mwaka 62 barabara hii iliendelea kupitika, lakini leo hii Mheshimiwa Spika, masaa 10 barabara hii haipitiki, masaa 10. Mheshimiwa Spika, barabara hii inahitaji taarifa. Unapata taarifa toka Mheshimiwa Waziri? Mheshimiwa Spika, naomba kumpa taarifa mjumbe anayeongea Mheshimiwa Mchengerwa, mjukuu wangu, kwamba mvua zilizonyesha ni mvua za litani period ya miaka 100. Wakati tunaanza mradi wa kujenga bwawa la Nyerere, mkandarasi alipewa barabara 3. Barabara ya kwanza ni hiyo Kibiti Mloka. Njia ya pili ilikuwa ni kwenda na Tazara, anakwenda mpaka eneo la Fuga, na tuliimarisha na ile barabara ya kutoka Fuga kwenda kule nayo imeimarishwa vizuri. Lakini barabara ya 3 ilikuwa ni ya upande wa Morogoro, na yeye amekuwa anatumia zaidi ile barabara
ya kule kwa Mheshimiwa Mchengerwa kwa sababu ni kweli ni fupi. Lakini Mheshimiwa Spika, mvua zilizonyesha, kuna kipande cha mita 200 ambacho kuna bwawa liko eneo lile limeungana na mafuriko ya mto Rufiji, na kila kipande kina maji ya kina cha mita 2. Kwa hiyo hakuna namna yoyote gari linaweza likapita. Kwa hiyo mkandarasi sasa hivi atapita Fuga au atapita njia iliyoko kule upande wa Morogoro. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nataka kumpa taarifa kwamba hii ni nature. Hii ni nature ambayo hatuwezi kufanya chochote kwa akili ya kawaida ya mwanadamu. Naomba uvumilie tu Mheshimiwa Mchengerwa, baada ya mafuriko kupita na barabara ile kukauka, basi hatua nyingine zitafanyika. Mheshimiwa Spika, tunachoomba waziri apite kwenye hii barabara ajionee. Hii barabara miaka yote toka mafuriko ya 62, mafuriko ya 74, mafuriko ya 98, 88, 2018, barabara hii iliendelea kupitika. Leo hii wananchi wangu wanatumia masaa 10 kupita barabara hii. Mimi mwenyewe nimepita, Mheshimiwa Spika, yako matrekta yanapita pale, kinachohitajika ni kifusi tu. Lakini jambo lingine la aibu Mheshimiwa Spika, kwenye mradi huu, mradi unatekelezwa Rufiji. Waathirika wa kwanza watakuwa ni wa Rufiji, lakini cha kushangaza mkurugenzi wa Kinondoni anaomba service levy ya utekelezaji wa mradi. Tunamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu aeleze hapa, mradi huu uko Rufiji, unatekelezwa Rufiji. Wa Rufiji ndio watu wa kwanza kuupokea kupitia mbunge wao, lakini mpaka leo service levy haijalipwa Rufiji. Watu wa Kinondoni wanaitaka service levy. Angalia Mheshimiwa Spika, ajira 3,300. Wa Rufiji walioajiriwa ni watu 200 tu kati ya ajira 3,300. Tukiuliza ni upande wa nishati hatupati majibu. Tukimuuliza mkandarasi yeye ameweka watu tu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, athari za kwanza za mradi huu zitawakuta wananchi wa Rufiji, na sisi ndio watu wa kwanza kuupokea mradi huu. Hatuna tatizo hata kidogo. Ukisikiliza, ukienda kwenye Hansard, hotuba yangu ya mwaka 2015 mwezi Novemba 2016, mimi nilipambana na Waziri Muhongo aliyekuwa waziri wa nishati wakati ule kuomba utekelezaji wa mradi huu. Mheshimiwa Spika, tunachoomba wa Rufiji wapate haki hata kama kidogo. Hatuna nishati, hatuna madini, hatuna Tanzanite, tuna mradi huu. Hiki ndio kitu pekee tulichonacho Mheshimiwa Spika. Tunachoomba wizara hizi mbili ziwaangalie wa Rufiji kwa sababu ndio watu wa kwanza utekelezaji wa mradi huu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Mchengerwa. Mheshimiwa Oscar Rwegasira Mukasa nilikwisha kukutaja, na atafuatiwa na Mheshimiwa Almasi Athmani Maige.